Karibu Samdizo Simulizi. Na huu mwendelezo wa simulizi ya Madam Furaha. Sehemu iliyopita tuliishia pale Madam Furaha alipoondoka mlimani kwenda Morogoro na kumwachia Maiko barua ya mwisho yenye huzuni. Maiko alikuwa amepoteza kila kitu na mapenzi yao yalikuwa yamegeuka kuwa maumivu na majuto makubwa. Miezi mitatu ilipita baada ya tukio hilo. Maiko alikuwa sasa amehamishiwa shule ndogo ya sekondari iliyopo kata ya Kigamboni, mbali na mlimani. Maisha yake yalikuwa yamebadilika kabisa. Alikuwa anatembea kama kivuli tu. Hakuzungumza sana na wanafunzi wenzake, alikuwa anakaa peke yake wakati wa mapumziko na alikuwa amepungua hamu ya masomo. Alikuwa anafikiria Madam Furaha kila siku. Usiku alikuwa analala akiwa na barua yake ya mwisho mikononi, akiisoma tena na tena hadi akaisoma kwa moyo. Siku moja alasiri alikaa chini ya mti mkubwa shuleni na kuanza kuandika barua ndefu kwa Madam Furaha, ingawa alijua kuwa huenda hataingia. Aliandika: He Furaha yangu, nimekukosa sana. Kila siku naona uso wako darasani na kila siku naumia. Nilikuwa na wazimu wakati nilipokutongoza. Sikufikiria matokeo. Sasa nimepoteza wewe, nimepoteza heshima yangu na nimepoteza nafasi yangu ya kusoma vizuri. Lakini bado moyo wangu unakupenda. Samahani kwa yote niliyokuletea. Aliimaliza barua hiyo na kuiweka kwenye bahasha. Lakini hakujua anatumia wapi. Alikuwa amepoteza namba ya simu ya Madam Furaha baada ya kubadilisha simu yake mwenyewe. Upande wa Madam Furaha, maisha yalikuwa magumu zaidi. Alikuwa anaishi Morogoro kwa shangazi yake Bi Halima, mwanamke mkali na mwenye maadili makali. Shangazi yake alikuwa akimlaumu kila siku. Uliharibu maisha yako kwa mwanafunzi mdogo. Sasa utafanya nini na maisha yako? Hakuna shule itakayokupokea baada ya kashfa hii, alisema Bi Halima mara kwa mara. Madam Furaha alikuwa anajaribu kutafuta kazi ya ualimu katika shule za private, lakini kila alipoenda alikuwa akiulizwa sababu ya kuacha kazi ya awali. Alipoongea ukweli, uso wa waajiri ulibadilika mara moja na walimwambia, tutakupigia simu, lakini simu haikuwahi kuja. Alikuwa ameanza kufanya kazi ndogo ndogo, kuuza mboga sokoni na kushona nguo ili apate chakula. Furaha yake ilikuwa imetoweka kabisa. Nywele zake zilikuwa zimepungua na tabasamu lake la zamani lilikuwa limekufa. Siku moja alipokuwa sokoni akibeba gunia la mboga, alisikia sauti ya kawaida nyuma yake. Madam Furaha. Aligeuka haraka na kumwona mwanafunzi wake wa zamani aitwaye Aisha, ambaye alikuwa darasani mwake kidato cha 3. Aisha alishtuka sana kumwona mwalimu wake katika hali hiyo. Madam, umepungua sana. Unaendeleaje? Madam Furaha alijaribu kutabasamu lakini machozi yalimtoka. Walizungumza kwa muda mfupi. Aisha alimweleza kuwa shule ya Mlimani ilikuwa imebadilika sana baada ya kashfa hiyo. Walimu wengine walikuwa wanaogopa hata kuwakaribia wanafunzi wa kike kwa hofu ya kushukiwa. Maiko naye alikuwa amehamishwa na hakuna aliyejua alipoishia haswa. Usiku huo, Madam Furaha alikaa peke yake nje ya nyumba ya shangazi yake na kuanza kulia kimya. Alifikiria Maiko na aliuliza moyoni mwake, je, alikuwa ananipenda kweli au alikuwa anacheza tu? Alikuwa na majuto makubwa. Alikuwa amemruhusu Maiko amwingie moyoni mwake haraka sana na sasa alikuwa akilipa bei kubwa. Mwezi wa 5 baada ya tukio, Maiko alifanikiwa kupata namba mpya ya Madam Furaha kupitia rafiki yake wa zamani aliyemsaidia. Alimuita mara moja usiku. Madam Furaha alipoona namba isiyojulikana alisita kujibu, lakini mwishowe alichukua simu. Furaha, ni mimi, Maiko, sauti ya upande mwingine ilisikika ikitetemeka. Madam Furaha alinyamaza kwa muda mrefu. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Maiko, nilituambia usinipigie tena, alisema kwa sauti dhaifu. Nimeshindwa kukusahau. Nakupenda bado. Nataka tukuonane hata mara moja tu, aliomba Maiko kwa sauti ya huzuni. Madam Furaha alifunga macho yake na kupumua kwa kina. Maiko, yote yamekwisha. Mimi sasa nina maisha magumu. Sina kazi, sina heshima.
Wewe bado una nafasi ya kusoma na kuwa na maisha mazuri. Usiniharibu zaidi. Tafadhali achana nami. Lakini Maiko hakukata tamaa. Aliendelea kumwita na kumwandikia ujumbe kwa wiki kadhaa. Hatimaye, Madam Furaha alikubali kukutana naye mara moja tu katika kituo cha basi cha Morogoro, mahali palipokuwa na watu wengi ili wasiwe na nafasi ya kufanya chochote kibaya. Walikutana siku ya Jumapili. Maiko alikuwa amesafiri kwa basi kutoka Dar es Salaam. Alipomwona Madam Furaha akiwa amekaa kwenye benchi, moyo wake ulijaa furaha na huzuni kwa wakati mmoja. Alikuwa amebadilika sana, amepungua uzito na sura yake ilikuwa ya huzuni. Walizungumza kwa saa moja tu. Nilikuwa na makosa makubwa, alisema Maiko. Nilikuwa na pupa ya mapenzi na sikufikiria maisha yako. Samahani sana Furaha. Madam Furaha alimtazama kwa macho yenye machozi. Na mimi nilikuwa na udhaifu. Nilikuwa na upweke na nikaruhusu moyo wangu uongozwe na hisia badala ya akili. Sasa yote yamekwisha. Hatuwezi kurudi nyuma. Walitengana kwa kukumbatiana kwa muda mfupi. Ilikuwa kukumbatiana kwa huzuni, si kwa mapenzi tena. Maiko alirudi Dar es Salaam akiwa amevunjika zaidi, na Madam Furaha alirudi nyumbani kwa shangazi yake akiwa na maumivu mapya moyoni. Baada ya kukutana huko, Maiko alianza kujitahidi kusoma. Alikuwa anataka kufaulu mitihani yake ili angalau aweze kujenga maisha mapya na kujirekebisha. Madam Furaha naye alianza polepole kujenga maisha yake upya. Alipata kazi ndogo ya kufundisha watoto wadogo katika shule ya chekechea iliyokuwa mbali na mji, mahali ambapo hakuna aliyemjua. Lakini kila mara alipofundisha jiografia, alikumbuka Maiko na darasa lake la zamani. Mapenzi yao yalikuwa yamewaacha kovu kubwa ambalo halikutoweka kwa urahisi. Miaka 2 ilipita baada ya tukio hilo. Maiko alikuwa sasa kijana wa miaka 19. Alifanikiwa kurudia kidato cha 3 na kufaulu mitihani yake ya kidato cha 4 vizuri sana. Alipata division 2 na sasa alikuwa anasoma kidato cha 5 na cha 6 katika shule moja ya serikali iliyopo Temeke. Alikuwa amebadilika sana. Hakupenda tena kuangalia wasichana au walimu kwa macho ya mapenzi kama zamani. Alikuwa amejifunza somo gumu sana maishani, kwamba mapenzi mengine yanaweza kuleta maangamizi makubwa. Ingawa alikuwa amejaribu sana, hakuwahi kumsahau Madam Furaha kabisa. Wakati mwingine usiku alikuwa akifikiria uso wake, tabasamu lake na jinsi alivyomfundisha jiografia kwa upendo. Alikuwa na majuto makubwa ambayo yalimfuata kila mahali. Alikuwa ameandika barua nyingi lakini hakuwahi kuzituma. Aliamua kuweka yote moyoni mwake kama somo la maisha. Siku moja alipokuwa akitembea katika mtaa wa Kariakoo, Dar es Salaam, alisikia sauti inayomkumbusha sana. Aligeuka na kumwona mwanamke aliyevalia hijabu nyepesi akiwa ameshika mkono wa mtoto mdogo wa kike. Ilikuwa Madam Furaha. Moyo wa Maiko ulipiga kwa kasi kubwa. Alisimama mahali pale kama ameganda. Madam Furaha naye alimwona na kusimama ghafla. Kwa sekunde chache walitazamana tu bila kusema chochote. Mtoto mdogo aliyekuwa naye aliuliza, "Mummy, huyu ni nani?" Madam Furaha alipumua kwa kina na kutabasamu kidogo kwa uchungu. Alimwacha mtoto wake na kusogea kidogo kuelekea Maiko. "Maiko, umekuwa sana," alisema kwa sauti ya upole iliyojaa hisia. "Wewe pia umebadilika," alijibu Maiko kwa sauti iliyotetemeka kidogo. "Una mtoto sasa?" "Ndiyo. Nilipewa mtoto huyu na Mungu baada ya kuolewa tena mwaka jana. Mume wangu ni mkulima huko Morogoro," alisema Madam Furaha huku akimtazama mtoto wake kwa upendo. Maiko alihisi kitu kilichomchoma moyoni. Alikuwa na furaha kwa niaba yake kwamba alikuwa amepata amani na maisha mapya, lakini pia alihisi huzuni kwa sababu yeye ndiye aliyemharibu maisha yake ya zamani. "Samahani sana kwa yote niliyokuletea," alisema Maiko kwa sauti ya chini. "Nilikuwa mtoto mjinga aliyekuwa na pupa ya mapenzi. Sikufikiria matokeo. Nimejifunza somo kubwa sana kutokana na yaliyotokea." Madam Furaha alitazama chini kwa muda mfupi kisha akamwangalia moja kwa moja machoni. "Na mimi nilikuwa na udhaifu wangu.
Nilikuwa na upweke na nikaacha akili yangu ifungwe na hisia. Tulikosea wote wawili. Lakini maisha yanaendelea. Mimi nimejaribu kujenga upya. Unaendelea na masomo yako? Ndiyo. Ninasoma kidato cha 5 na cha 6. Natumai nitaingia chuo kikuu, alijibu Maiko. Walizungumza kwa dakika 10 tu. Hawakugusa sana mada ya mapenzi yao ya zamani. Walizungumzia maisha ya sasa tu. Madam Furaha alionekana kuwa na amani kidogo, ingawa alikuwa na kovu ambalo halikutoweka kabisa. Maiko naye alikuwa amekuwa na kuwa kijana mwenye busara zaidi. Kabla ya kutengana, Madam Furaha alisema maneno ya mwisho: Maiko, usirudi nyuma. Tumia makosa yetu kama nguvu ya kusukuma maisha yako mbele. Usiruhusu mapenzi ya kuharibu tena. Na mimi nimekusamehe. Sasa nenda ukajenge maisha yako mazuri. Maiko alitikisa kichwa na machozi kidogo yakamtoka. Asante Furaha. Asante kwa yote ulionifundisha, sio jiografia tu, bali somo la maisha. Nakutakia maisha mazuri na furaha ya kweli. Walitengana kwa tabasamu la huzuni na furaha iliyochanganyika. Madam Furaha aliendelea na mtoto wake kuelekea sokoni, na Maiko aliendelea na njia yake akiwa amejazwa hisia nyingi. Miaka 3 baadaye, Maiko alifanikiwa kuingia chuo kikuu cha Dar es Salaam akisoma shahada ya uhandisi wa mazingira. Alikuwa kijana mzuri, mwenye nidhamu na aliyejifunza kutokana na makosa yake. Hakuwahi tena kuwa na mapenzi na mtu yeyote aliyekuwa na tofauti kubwa ya umri au cheo naye. Madam Furaha aliishi maisha ya utulivu huko Morogoro. Alikuwa ameolewa na mume mwenye upendo na alikuwa na watoto 2 sasa. Alikuwa anafundisha watoto wadogo katika shule ya chekechea na mara kwa mara alikuwa akiwafundisha kuhusu ramani na mazingira. Wakati mwingine alipokuwa darasani, alikumbuka darasa lake la zamani la kidato cha 3 na kijana aitwaye Maiko. Alikuwa anatabasamu kwa uchungu na kuomba Mungu amlinde kijana huyo. Mapenzi kati ya mwalimu na mwanafunzi yalikuwa yameanza kwa furaha na shauku kubwa, lakini yalimalizika kwa maumivu, aibu, majuto na mafunzo magumu ya maisha. Maiko alifeli katika nidhamu na alifukuzwa shuleni, na Madam Furaha alifukuzwa kazi na kupoteza heshima yake kwa muda mrefu. Lakini maisha yaliendelea na wote wawili walijifunza kuishi na kovu lao. Huu ni mwisho wa sehemu hii. Na pia ni mwisho wa simulizi nzima ya Madam Furaha. Kama umependa simulizi hii, like, subscribe na comment hapo chini utuambie umependa sehemu gani zaidi ya simulizi hii. Asante kwa kuifuatilia hadi mwisho. Sikiliza simulizi zetu nyingine. Asante.